Karibu tena kwenye channel yetu ya Loemam. Leo bwana, tutazungumza na vijana wenzetu Gen Z. Tutazungumza ni kwa nini vijana hatuendelei. Kwa nini tumekuwa watu wa kupanga mipango ambayo haiwezi kuwa na faida, ni mipango tu inayoishia mdomoni. Leo bwana, kupitia hiki kipindi utajifunza vitu vingi sana, ni vikwazo vipi vijana tunapitia na vitu gani vinasababisha vijana tunakwama kufika malengo yetu. Tumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana ombaomba, vijana usiokuwa na kazi, vijana ambao yani hawaoni mwanga wa maisha yao, tofauti na miaka ya zamani. Kwa sasa hivi tunatengeneza wimbi kubwa la vijana kuja kuwa maskini uzeeni. Je, kitu gani kifanyike na nini tunashauriana kama vijana, kitu gani ambacho kinaweza kikatuinua sisi vijana ili kufikia malengo ya kila mmoja wetu kwenye kila anachokusudia kufika, kwenye lile lengo anaotamani kufika. Vijana wengi wanatamani kumiliki malenji, vijana wengi wanatamani kumiliki maviete, lakini swali ni kwamba je, tutafikia vipi hayo maviete? Tutafikia vipi utajiri ambao watu kila mmoja anatamani? Tumekuwa na changamoto, vijana tunatamani pesa za haraka bila kujishughulisha. Nini sasa tunashauriana kama vijana? Kitu gani ambacho tunaweza kushauriana kama vijana ili tuweze kufika kwenye malengo ya kila mmoja wetu? Karibu sana. Asante sana Mr. Dula kwa utangulizi ambao ni mzuri sana, ya kwamba leo nataka tukabadilishe mindset za vijana, nataka tubadilishe mtazamo wa vijana. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia vijana wengi wa Kiafrika na hususan vijana wa Kitanzania, wengi tumekuwa tukihitaji kufanikiwa, ndio kwenye sehemu mbalimbali, lakini tatizo linakuja sehemu moja, na nataka nianze na mfano ambao utakuwa rahisi sana. Ukitaka kusafiri kwenda sehemu yoyote ile, ni lazima, ili uweze kujua aina gani ya usafiri utatumia na gharama zitakazo kukosti wakati wa gharama zitakazotumika wakati unasafiri, kabla ya kujua kule unapotaka kwenda, ni lazima kwanza ujue pale ulipo ni wapi, si ndio? Kwa mfano kwenda kukata tiketi ya ndege, kama unataka kwenda Dubai, lazima watakuuliza unatoka, ili waweze kukupangia gharama watakula na ni ndege ya saa ngapi utaenda nayo au usafiri gani utatumia, ni lazima watakuuliza unatoka wapi kwenda wapi. Kwa hiyo lazima kwanza ujue pale ulipo. Sasa watu wengi tumekuwa tukihitaji kufanikiwa, lakini tumekuwa hatutaki kujua kwanza pale tulipo. Kwa sababu gani? Wengi tumekuwa tukijiuliza nifanye nini ili nifanikiwe, si ndio? Namsikia mtu kwa mfano mtu anaweza kufuata, kama mimi hapa ni mshauri wa biashara, mtu anafuata inbox anakuuliza nifanye biashara gani ili nifanikiwe, au nifanyeje ili niweze kupata mtaji. Nifanye nini ili nifanikiwe limekuwa sio swali sahihi ambalo linaweza kukusaidia wewe ukafanikiwa. Kwa sababu gani? Aina ya swali unalojiuliza ndio linapelekea aina ya majibu utakayoyapata. Aina ya swali unalojiuliza ndio linapelekea aina ya majibu utakayoyapata. Ukiuliza nifanye nini ili nifanikiwe, it means una focus na vitu ambavyo unatakiwa uvifanye peke yake. Kwa sababu kumbuke, hapa sasa hivi ambapo haujafanikiwa, kuna vitu unavifanya ambavyo vinakusababisha wewe usifanikiwe. Sasa utakapojiuliza nifanye nini ili nifanikiwe, it means kuna vitu vingine unataka uviongeze kwenye vile ambavyo wewe unavifanya ili usifanikiwe. Sasa swali sahihi unalotakiwa kujiuliza ni kwamba unatakiwa ujiulize, kwa nini mimi sifanikiwe? Kwa sababu gani? Ukifuatilia wachunguzi wa mambo wanasema, ili mtu aweze kufanikiwa kwenye jambo lolote lile, anatakiwa ajiulize kwa nini zaidi ya mara 7, au kwa nini zinatakiwa ziwe 7. Kwenye kila swali, kwenye kila jibu utakalolipata, unatakiwa ujiulize kwa nini. Kwa mfano, kwa nini zaidi ya mara 7? Ndio unaweza kuactivate genius wako. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mtu ukijiuliza kwa nini sifanikiwi, utasema, unaweza kupata jibu kwamba kwa sababu sina pesa, si ndio? Kwa nini? Kwa swali jingine tena unatakiwa ujiulize, kwa nini sina pesa? Kwa sababu sijafanya kazi. Kwa nini sijafanya kazi? Kwa sababu sijapata ajira. Kwa nini sijapata ajira? Kwa watu wengi wanaishia kwenye kwa nini ya 3. Utakapoanza kwenda kwenye kwa nini ya 4, ya 5 na ya 6, ndo vile unavyo activate genius wako. Kwa mfano, hapa tulipo humu ndani kuna AC, si ndio? Ukija humu ndani ukauliza nifanye nini ili AC wake,
si ndio? Ile AC inaweza ikawa AC ni nzima, si ndio? Lakini inaweza ikawa haijawa connected kwenye umeme. Ukija ukauliza nifanye nini ili AC wake, mimi moja kwa moja nitakwambia chukua remote, press button, then itawaka, si ndio? Ukipress button AC haiwezi kawaka. Unaweza kusema kwamba AC ni mbovu? Hapana, AC sio mbovu, ila sasa ukijiuliza kwa nini AC haiwaki, ndipo utakapoanza kupata majibu kwamba kwa nini either haijawa connected au sijawasha au sijafanya. Kwa hiyo aina ya swali utakalojiuliza kama nilivyokuwa nimesema ndio itakupelekea kupata aina ya majibu utakayoyapata. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu tumekuwa tukijiuliza nifanye nini ili nifanikiwe, wakati unasahau kwamba pale ulipo, yani aina ya version ya wewe uliopo kwa sasa hivi haiwezi kukufanya wewe ufanikiwe. Kwa hiyo inakuhitaji utafute version nyingine ya wewe ili uweze kufanikiwa. Kwa kufanyaje? Kwa kufanyia kazi yale majibu utakayokuwa umeyapata kwenye kwa nini. Sasa vitu vingi ambavyo vimekuwa vinatufanya sisi tusifanikiwe, kimojawapo imekuwa ni ignorance, ni ujinga. Ujinga sio tusi. Ujinga ni kwamba unakuwa hauna maarifa kwenye eneo fulani. Kwa mfano kama wewe ukiwa haujui kuendesha gari, wewe ni mjinga wa kuendesha gari, si ndio? Kwa unakuta vijana wengi tumekuwa na ujinga ambao unatufanya tusifanikiwe. Ujinga wa namna gani? Ujinga wa kutokuwa na taarifa sahihi za kukufanya wewe usifanikiwe. Ujinga wa kutokusoma vitabu ambavyo vitakusaidia wewe uweze kufanikiwa kwenye eneo fulani. Ujinga wa kutohudhuria kwenye semina mbalimbali ambazo zitaweza kukusaidia wewe kuweza kuqualify yale mafanikio unayohitaji. Na bahati mbaya sana kwa sisi vijana wa Afrika tumekuwa tukikimbilia kwenye maombi, tukidhani maombi ndo master key ya kila kitu, wakati maombi yenyewe sio master key ya kila kitu. Ninavyosema hivyo sio kwamba mimi siombi, hapana, ila kuna vitu hautakiwi kuviomba, ila unatakiwa uvifanyie kazi kwanza, alafu ndo mambo mengine yatafanyaje, yataenda. Tumekuwa tuna bezi sana kwenye upande wa spiritual kuliko upande wa physical. Kwa nini nasema hivyo? Unakuta kile unachokiomba hakitakiwi wewe ukiombee, ila kinahitaji uongeze maarifa ili ufanyaje, uweze kukifikia. Kwa sababu ili mtu awe daktari, nitoe mfano mzuri, ili mtu awe daktari, mimi nakuhakikishia hata aje mtume, hata aje nabii, hata aje papalio, sawa, akuombee dua wewe, leo hii uwe daktari hauwezi kuwa daktari. Kwa nini nasema hivyo? Ili uwe daktari unatakiwa uende ukasome sio chini ya miaka 5 mfululizo, si ndio? Ndio unaweza kuwa medical doctor. Kwa hiyo sasa unakuja kuona kumbe ili uweze kufanikiwa kwenye eneo fulani kuna maarifa unatakiwa uyapate kwa mfululizo ili uweze kufanikiwa kwenye ile eneo unalolihitaji. Lakini sasa leo hii watu wengi tumekuwa tukirelay sana kwenye maombi kwa kila kitu unataka uombewe, kila kitu unataka uombewe. Na ndio maana ukija kuangalia Afrika kuna makanisa mengi kuliko viwanda. Na ndio maana ukija kuangalia sisi katika bara la Afrika hakuna anayetufikia kwenye maombi. Ndio hivyo hivyo na sisi tukienda kule kwenye wazungu hatuwezi hawatufikii sisi kwa maombi, wala sisi hatuwafikii kwa teknolojia walizonazo. Kwa sababu gani? Kila mtu amerelay kwenye upande wake. Sisi tumerelay sana kwenye maombi. Sio vibaya kuomba, lakini angalia kile kitu unachokiomba, kwa sababu ujinga hautoki kwa maombi. Ujinga unatoka kwa kuongeza maarifa ya eneo fulani. Sasa imagine kama daktari tu unahitaji asome miaka 5 mfululizo. Alafu wewe leo hii unataka kufanya biashara, alafu hautaki kusoma mambo ya nini? Ya biashara. Yaani unatakiwa uwe aina ya yule mtu ili uweze kuingia kwenye eneo fulani. Ili usome udaktari, ili uwe daktari unatakiwa usome udaktari ndo uwe daktari. Daktari wakati anaenda kusoma, wakati anaingia tu, anaanza chuo, anakuwa kwa mfano kama ni anaitwa dula, si ndio? Anakuwa anaitwa dula. Lakini baada ya miaka 5 atakuwa haitwi tena dula, atakuwa anaitwa dokta. Kwa sababu gani? Ya zile information ambazo amezipata. Kuna kuta mtu leo hii anakutafuta nifanye biashara gani au aina gani ya biashara naweza nikafanya, badala ya kupata kwanza maarifa ili uwe yule mtu sahihi ambaye unaweza kufanya hicho kitu. Sasa kwenye ujinga hapa tumekuwa na ujinga wa aina 4.
ambao umekuwa ukitusumbua sisi kama vijana wa Afrika. Ujinga wa kwanza ni ujinga wa kutokujijua wewe ni nani. Ninaposema ujinga wa kutokujijua wewe ni nani, simaanishi jina, simaanishi wewe au simaanishi unatoka wapi. Tumekuwa na ujinga ambao hatujijui sisi ni akina nani. Na bahati mbaya, usipojijua wewe ni nani, watu watakupa majina, na yale majina ukiyabeba ndo yatakufanya uwe vile vile. Kwa mfano leo hii unasikia watu wengi wanasema sisi ni maskini, hatuwezi kuendelea. Sisi bana, hajijui hiyo ni nani. Haujijui wewe ni nani. Na bahati mbaya, usipojijua wewe una nafasi gani kwa Mungu, hata Mungu hawezi kukusaidia. Kwa lazima kwanza ujijue wewe ni nani. Hiyo ndo hatua ya kwanza kabisa. Kwa maana mwanzo nilitangulia kusema kwamba lazima ujue hapa nilipo, ili uweze kufika mahali unapotaka kwenda, lazima kwanza ujue pale ulipo. Kwa lazima kwanza ujijue wewe. Kwa watu wengi wana ujinga wa kutokujijua wao ni wakina nani, na hiyo imekuwa ni sababu ambayo inakufanya wewe usiweze kufanikiwa. Na ndio hivyo unakuta watu wanakupa majina tofauti tofauti kwa sababu wewe haujijui. Unasikia sisi ni maskini, sisi ni wasakatonge, sisi ni nini. Kwa yale majina unayabeba, na ubovu wa maneno ni kwamba maneno huwa yana tabia ya kutengeneza kitu kilichohalisi. Kumbuka dunia yenyewe imeumbwa kwa maneno. Kwa maneno huwa yanaumba. Kwa hiyo utakapokuwa haujijui na watu wakakupa majina yao ukayabeba, watu wote wanakuwa vile vile. Yeah. Kwa nini nasema hivi? Kuna utafiti uliwahi kufanyika kwenye upande wa maneno. Kuna utafiti uliwahi kufanyika, iliwekwa miti miwili, wakawa wanaimwagilia, lakini kila asubuhi mti mmoja ukimwagiliwa, yule aliyekuwa akimwagilia anawaambia wewe ni mti mzuri, utakuwa vizuri, utakuwa na matunda mazuri, utazaa matunda mazuri, utachanua maua yako yataonekana vizuri. Mti mwingine ukawa kila ukimwagiliwa na mtu huyu mmoja anauambia ule mti kwamba mimi napoteza tu maji hapa, hakuna utakapoenda, hauwezi kukua ukapendeza, hauwezi kufanyaje. Uwezi amini, ule mti wa pili ulikauka. Kwa sababu gani? Maneno ya tamaa. Yes, maneno yamebeba roho. Kwa hata kama unafikiri ni uongo, unaweza ukajaribu. Chukua miti miwili ipande, alafu mmoja kila asubuhi ukimwagilia uongelee maneno mazuri, na mwingine kila asubuhi ukimwagilizia uongelee maneno mabaya. Huo ni ujinga wa kutokujijua ni nani ambao unatufanya sisi vijana wa Kiafrika tusiendelee. Kwa hiyo kujinenea maneno mabaya wewe mwenyewe, usitegemee kama utatoboa. Usitegemee kama. Tujitahidi sana kujinenea maneno mazuri. Hata kama unaona unapitia changamoto ambazo ni ngumu, unaona kwamba uoni mwanga, basi wewe jinenee maneno mazuri. Lakini kwa na rafiki yangu mmoja, yeye tulikuwa tukiwa barabarani bado tunatembea, tukikutana labda na maviete malenje, anakuambia kesho kutwa nitamiliki hili. Ndio. Unaona? Bwana ninge tunamfahamu. Kesho kutwa nitamiliki hili. Nitamiliki gari. Kwa unabidi ujinenee mwenyewe. Wewe mwenyewe ujisemee mazuri. Lazima ujisemee mazuri, yes. Na hauwezi kujisemea mazuri kama haujijui kwanza wewe ni nani. Kwa hiyo jambo la kwanza unatakiwa ujijue wewe ni nani. Lakini ujinga wa aina ya pili ambao unatukuta sisi vijana wa Kiafrika ni ujinga wa kutokujijua tunamiliki nini. Yaani ujinga wa kutokujijua sisi tuna nini. Kwa nini nasema hivi? Haitoshi tu kuwa na uelewa wa kujijua wewe ni nani, lakini inatakiwa pia ujijue kwamba wewe unamiliki nini. Wakati Mungu anatuumba, niliwahi kusema kila mtu Mungu kuna kitu amempa. Kila mtu Mungu kuna kipaji amempa. Kwa usipokitumia kile kipaji ulichopewa, automatically inakuwa useless, hakitumiki popote. Kwa hiyo usipojijua wewe una nini, hauwezi kufika kule unapotaka kwenda. Nitakupa mfano. Kuna jamaa mmoja alikuwa anataka kusafiri, alikuwa anataka kwenda Ulaya. Sasa kapambana akapata tiketi ya meli. Kauza kila kitu, kapata tiketi ya meli. Sasa akawa anasema, kwa kuwa mimi sina hela ya kununua vitu huku ninakoelekea, nitakachokifanya nitanunua biskuti zangu na soda, afu hizi zitanisogeza ndani ya siku 7. Kwa sababu aliuza kila kitu ili aweze kupata nini? Tiketi. Kwa hiyo akasema hizi zitanisogeza ndani ya siku 7. Kwa kila siku akawa anakunywa, akawa anakula biskuti moja
na pafu moja la soda mpaka zifike siku ngapi? Siku 7. Kwa sasa walipoanza safari ndo akawa anafanya hivyo. Siku ya kwanza kapiga zake pafu moja la soda na biskuti. Imefika jioni, anatoka sasa kwenye kile chumba chake, anaenda anakuta watu wana bang, unajua kwenye zile meza watu wanaenjoy maisha, wanakula nyama choma, wanakunywa nini, si hivi leo vikaa wanacheza muziki. Anasema kama anajisemea, semeni ningekuwa na hela jamaa wangenikoma. Kwa hiyo ikaenda siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5. Sasa ile siku ya 6 ambayo kesho yake ni ya 7 anakaribia kufika, jamaa akawa ameshazofu, hata kutoka nje afanyaje, hawezi. Kwa sasa wale wafanyakazi wa kwenye meli wakasema kwa kuwa kesho ndo tunafika, kwa hiyo itabidi tuwakusanye watu wote ili tuweze kusherehekea kwa pamoja. Yani watu wote tukutane kwa wakati mmoja tuweze kusherehekea kwa pamoja, kwa sababu kesho tunafanyaje, tunafika. Sasa wakazunguka, wakamgongea yule jamaa, wakamwambia kwanza, wakamkuta amelala amedhoofu njaa. Wakamuuliza, mbona wewe hatujawahi kukuona kwenye pati yetu? Akasema sasa mimi ndakujaje kwenye pati wakati mimi sina nini, sina hela. Wakamwambia, hauna hela? Wewe si una tiketi? Ndio. Akasema, tiketi yako kwa nyuma imeandikwa kwamba wewe ukishakata tiketi kila kitu huko ndani ni free. Kwa hiyo yule jamaa angekufa kwa sababu alikuwa hajui nini alichonacho. Kwa kwenye maisha unakuta watu wengi wana vitu vya thamani lakini hawajui ni nini walichonacho. Na bahati mbaya kwenye maisha iko hivi, usipojua wewe una nini, watu wakitambua wewe una nini, ni rahisi hawatakwambia, lakini watakitumia kile ulichonacho kwa faida yao. Yani wanakwambia kwamba watakutumia ili kufikia ndoto zao wao. Wasipojua, yani wewe usipojua wewe una nini, watu watakao fahamu wewe una nini watakutumia wewe kwa ajili ya nini, ya faida zao. Nitakupa mfano kwenye Bible. Wakati Yesu anazaliwa alikuwa bado mdogo kabisa, lakini wale mamajusi waliweza kuiona nyota yake ya kwamba huyu atakuwa mfalme, na wakampelekea zawadi, ilikuwa ni mafuta na manemane. The question is, wewe wakati unazaliwa, waliokuona unazaliwa, walioiona nyota yako, watakuletea nini? Watakuletea mafuta na manemane, au watachukua kile ambacho, watachukua ile nyota yako ambayo wao tayari walishaiona lakini haujui? Kwa sababu watu wengi leo tuna nyota, tuna vitu vizuri, lakini hatujui tunamiliki. Huo ni ujinga ambao vijana wengi tunao na hatujui tunamiliki nini. Lakini ujinga wa aina ya 3 ni kutokujua unaweza kufanya nini. Yani ujinga tulionao vijana wa sasa hivi ni hatujui tunaweza. Na ndo maana leo hii unakuta yani mtu anataka kufanya kila kitu kwa sababu hajui yeye anatakiwa afanye nini, au hajui anaweza akafanya nini. Na hapo umenigusa kidogo. Unajua kuna kitu kingine kinafanya watu kufanikiwi, si kwa sababu eti Mungu hajatupa mafanikio, hapana. Kwanza kila mtu atafanikiwa kwa wakati wake. Ndio. Lakini kitu pekee ambacho vijana wengi sasa kinatukwamisha sana ni kama hivyo unavyosema. Yani leo atauza mitumba, kesho anaona hamna, kesho anauza Big G, kesho anaona hamna, anakuwa konda daladala, kesho kutwa anakuwa stand up comedy, kesho kutwa anataka tena kuwa bongo movie, anahama tena anakuwa motivation. Kwa hiyo ni vitu vinabadilika. Kwa sasa simama sehemu moja, simamia hiyo, Mungu anakubariki hapo hapo, kwa sababu ule muda unahamahama unakuwa ueleweki, hata Mungu anakuwa hakuelewi kwamba nimpe wapi huyu, nimpe huyu. Ukisimama sehemu moja ni rahisi sana kufanikiwa, na ni rahisi kujua kwamba hapa nimefeli kweli. Kwa mfano umefanya kazi miaka 2, uko kwenye hiyo kazi moja, unaona haikupi mafanikio, basi una haki ya kuondoka. Mtu mwingine anafanya kazi mwezi mmoja, anaona hamna, mwezi wa pili anaona hamna. Yani sana wale watu ambao anaishi kwenye nyumba ya kupanga, yeye kila mwezi, kila kodi yake tu ikiisha ile miezi 3 kwa ana, huwezi kujua baba mwenye nyumba yupi ana roho nzuri, yupi ni mwanadamu wa kusaidiana. Yani huwezi kujua hata binadamu unakutana, kwa sababu kila siku tunabadilisha watu wapi, huwezi kuisoma hata ile eneo ni eneo la aina gani. Kwa tulia sehemu moja, angalia riziki yako inakuja vipi. Miaka imepita 2, basi una haki ya kuondoka, kwa sababu kuna kuvumilia na kupoteza muda. Kwa hiyo ukiona kama muda wako unapotea, una haki ya kuondoka. Na hili ndio jambo ambalo vijana wengi wa Kitanzania tunakwama sana. Leo kijana atauza mitumba China Plaza, kesho kutwa utamkuta pale. Yani akishapata tu mtaji wake ni 20,000, akapata 22,000, kesho kutwa akalaza mitumba, kesho kutwa yake mitumba imelala, mkuti pale.
kwa utakuta tena ameshakuwa mtu mwingine, tena utakuta sehemu nyingine anafanya tena harakati hivyo. Kwa tuwe wavumilivu. Vijana wengi uvumilivu tumekuwa hatuna, yani uvumilivu hatuna kabisa. Afu mbaya zaidi tunajipima ndio mafanikio ya watu ambao wametuzidi. Tunao vijana wenzetu, kuna bwana mmoja aliyekusema na nukuu, tunao vijana wenzetu ambao tumekuwa nao, tumesoma nao, tayari wanafanikiwa, tayari wameshatoboa. Sasa na sisi tunakuwa tunajilinganisha nao kwamba mbona fulani tulikuwa naye magetoni ametoboa. No, ipo hivi, kila mmoja atapewa riziki yake kwa wakati wake. Kwa usiwe na haraka na maisha, yani usitamani eti kwa sababu mtoto mdogo kama Dogo Paten wanamuita yule msanii ni mdogo amepata mafanikio vile, usijifananishe naye. Kuna mtu aliyewahi kupata mafanikio anaitwa Aslay. Leo hii kila mmoja anaelewa mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo uwahi kupata mafanikio isiwe issue. Wewe subiria ya kwako, na ya kwako atakapofika utakuwa umeshajifunza mengi. Kwanza mimi niliwahi kumuomba Mungu mimi mwenyewe, shie kumwambia Mungu kwenye maombi yangu, na nadhani pengine ndio maana pesa zinachelewa. Nishie kumwambia Mungu, naomba uninyime pesa katika umri wa miaka 25 kushuka chini. Kuanzia 28 naomba unipe pesa. Ni kipindi hicho nikiwa nipo kwenye hustling. Kuna watu vijana wenzangu niliwaona walikuwa wanaweza kumaliza milioni 1 kwa siku moja. Nikamwambia Mungu, naomba unipe pesa za kula tu nisikose. Ila pesa za utajiri nipe kwanza miaka 28. Na ndio maana sasa hivi hii miaka sijaifikia 28 kwa ndipo na hasa. Kuna mtu anasema Mungu hebu nibadilishie. Lakini ukweli ni kwamba vijana wengi tunapata pesa tukiwa na umri mdogo, hatuwezi kusimama. Lakini ukipata pesa kidogo, umri umesogea, mambo ya fushi yeji umeshaachana nayo, kidogo umepata bahati, labda tu umeoa. Yaani kuna namna fulani, kuna vitu utaviesi. Kwa sababu sidhani kama mtu utakomeoa kaka mkubwa, mwalimu, umeoa eti utaenda club. Kuna vitu vingine tunafanya kama ujana lakini havina faida. Topic iliyoisha juzi tulisema kwamba kwa mfano mtu anayekula shisha haiheshimu kesho yake. Ni ukweli. Hata mtu anayevuta bange leo hatuwezi kuona madhara ya bange kwa siku ya leo. Yes. Ni ngumu. Lakini kesho hataona, kesho kutwa hataona. Ila mwezi ujao madhara ya bange yanajionyesha. Madhara yapo hivi, sio mpaka mtu aeuke. Kuna mwingine anaweza akaongea kitu cha hovyo mbele za watu wazima wenye kujiheshimu, akatoa hoja ya hovyo mpaka mkasema huyu vipi? Kwa madhara ya bange mwalimu yapo. Kwa unapokuwa unafanya kitu leo usitegemee utapata madhara leo. Itaenda muda. Kwa vijana wengi nimaliza kwa kusema kwamba vijana wengi tutambue tu na tusilinganishe mafanikio na mtu yoyote, usitamani mafanikio ya mtu yoyote. Mimi binafsi ni moja watu ambao wanafurahi sana kuona vijana wanafanikiwa, ila huwa nakaa nikiamini kwamba fungu langu litakuja. Kwa sababu sinapambana, sinajituma, basi fungu langu litakuja. Ipo siku tutafanikiwa. Bana, tunao wadhamini wetu wanaotushika mkono popote pale tunapokuwa, wao ndo wapo nyuma yetu. Nao ni Ashi Investment. Ashi Plus Investment inapatikana pale njia panda Segerea. Ukifika pale njia panda Segerea, kama unahitaji huduma za internet unapata pale. Kama unahitaji huduma za online application, labda una biashara yako unataka kusajili jina la biashara, ndio? Una kampuni unataka kusajili kampuni, unahitaji kufanya maombi ya pasipoti, maombi ya visa, unataka kusafiri kwenda nje, unahitaji leseni za biashara, unataka kufungua tini, ukifika pale ana huduma. Hata wale watoto wanamaliza form 6 sasa hivi, mambo ya kwenda chuo, sijui kuomba mikopo, ukifika pale maombi ya vyeti vya kuzaliwa, ukifika pale Ini nyingine ni Ashi hiyo. Ukifika pale Gongo la Mboto msikitini, kuna utaliona bango kubwa limeandikwa wauzaji wa simu kwa jumla. Kwa ukifika pale utajipatia simu kwa bei ya jumla. Kwa wale ambao ni wakazi wa pale Gongo la Mboto, Chanika, ukirudi huku sijui Temeke, sijui ukirudi Zingiziwa, wote ukifika pale. Na tunapozungumzia bei ya jumla, maana yake ni ile simu ambayo huko mtaani kwenu wanakuuzia 300,000, ila kwa Ashi atakuuzia 2,500,000. Ndio tunaongelea bei ya jumla. Lakini pia kama una duka unahitaji kufanya biashara ya simu mkoani, sasa huko hata hapa Dar es Salaam haina haja tena kwenda Kariakoo kwenda kuchukua simu za jumla. Turudie nimeshakualibia, njoo. Hata kama una duka hata kama una duka la simu, unahitaji kufanya biashara
Ukifika pale unaenda unachukua simu kwa bei ya jumla, alafu unakuja kuuza huku kwa bei ya faida, kwa sababu ukifika pale utajipatia simu zote ambazo unazihitaji wewe kwa bei ya jumla. Ukifika pale Gongo la Mboto msikitini, tunaweka tangazo lake hapo, utaona namba yake ya simu, utaona bango kubwa limeandikwa uuzaji wa simu. Maana yake kwa ndugu zangu ambao wanataka kuanzisha biashara ya kuuza simu, mtaji wako hauruhusu kwenda China. Bwana Ashe anakurahisishia, unaenda pale unafunga pisi zako kadhaa, unachukua kwa bei ya jumla, alafu unaenda kuuza kwa bei ya rejareja. Karibuni sana. Sasa tunaendelea kwamba wengi tumekuwa tuna ujinga wa kujua ni nini tunaweza tukafanya, si ndio? Kuku ana mabawa, lakini DNA ya kuku haimruhusu yeye kufanyaje? Haimruhusu yeye kupaa kwa muda mrefu. Yani ukimchukua samaki ukisema apande mti, automatically hawezi kupanda mti, tutamuita ni failure, si ndio? Lakini ukimchukua samaki ukampeleka kwenye maji, eneo ambalo yeye ameumbwa, eneo yeye ambalo amekuwa wired na kufanya kile kitu, automatically kwanza hatatumia nguvu kufanya, si ndio? Kwa hiyo sasa watu wengi tumekuwa hatujui ni nini tunaweza kufanya, badala yake tumekuwa tunafanya vile vitu ambavyo hatujaumbwa tuvifanye, na ndio maana watu wengi wanaonekana wanafeli, watu wengi wanakuwa failure. Kwa sababu ukiangalia kwenye Bible kuna msemo unasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ile ni scripture iliyo based kwenye purpose. Uwezi ukasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu kwamba mimi ni mwanaume naweza nikabeba mimba. Haiwezekani, kwa sababu ndio unayaweza mambo yote katika yeye akutia nguvu, lakini ni kwa yale ambayo Mungu amekusudia uyafanye, Mungu ambayo amekuwaya uyafanye, si ndio? Ndio utakayoyaweza peke yake. Sio kwamba unaweza kila kitu. Kuna kile ambacho umeumbwa wewe ukifanya. Kwa hiyo ukienda kufanya kile kitu ambacho Mungu hajakuumba ukifanye, utakuwa failure. Na ndio watu wengi leo hii wamekuwa wanafanya vitu ambavyo hawajaumbwa wavifanye, na ndio maana wanaonekana kila akifanya kitu anafeli, kila akifanya kitu anafeli. Kwa mfano, nitakupa mfano mdogo tu. Unaona, kwa mfano kama hii elimu yetu ya tulioachiwa na wakoloni, ndio elimu yetu tulioachiwa na wakoloni. Kwanza nataka niweke ili kwamba nataka niliweke ili clear, sipo kinyume na elimu, ila naweza nikasema mfumo wa elimu ndo naweza nikasema waliotuachia wakoloni hauko vizuri. Kwa sababu gani? Kwanza tuanze kwanza na mafanikio. Elimu yetu inaweza kukusaidia kwamba kukusaidia ukawa unawaza vizuri, unafanya research, unafanya nini, ila inakupa exposure, si ndio? Zile wanapokuwa nakupa assignment, unaenda unahangaika, unatafuta hiki, unapata, inakupa uelewa, inakupa exposure, si ndio? Lakini makosa yaliyoko kwenye mfumo wetu wa elimu ambao tumeachiwa na wakoloni ni kwamba kwanza elimu yetu iko hivi, sawa? Ukikosea wanakuadhibu kwa makosa uliyoyafanya. Yaani ukiwa shule ukakosea wanakuadhibu kwa makosa uliyoyafanya. Ukiwa shule ukafeli wanakuadhibu. Yaani ukifeli kwenye mtihani, ukipata marks ambazo sio, wanakuadhibu na unakuwa failure, si ndio? Wakati ukija kwenye maisha ya kawaida, sawa, ili uweze kufanikiwa lazima ufeli kwanza. Ukija kuangalia invention zote zilizotokea, ukija kuangalia innovation zote zilizotokea, ukija kuangalia uvumbuzi wowote ule uliotokea, kwa mfano wa Thomas Edison, yule jamaa anaambiwa yeye alifeli mara 999, mara ya 1000 ndio akaweza kugundua balbu. Kwa hiyo kama ile angekuwa shule tungemuita ni failure, ameshafeli, si ndio? Lakini ukija kwenye maisha yetu sisi leo hii, yani kwenye maisha yetu kaka mkubwa, ili uweze kufaulu ni lazima ufeli kwanza. Kwamba wanasema kwamba kufeli ni part, yani ni sehemu ya maisha, ni kawaida. Lakini elimu yetu inachukua kwamba ukifeli umefeli. Ndio maana nakwambia fundi simu ili awe fundi lazima uharibu kwanza, ajue kutengeneza. Unaweza kumpelekea simu yako labda inauma mic, akaharibu, lakini baadaye anakuja kuwa fundi mzuri. Kwa hiyo hilo ni kosa ambalo linapatikana kwenye mfumo wa elimu. Lakini kosa la pili kwenye mfumo linalopatikana kwenye mfumo wa elimu ni kwamba elimu yetu haitaki ufanye kazi na mwenzako. Yani kwa mfano kwenye mtihani, kama unafanya mtihani, si ndio? Ukisema hata kama kuna swali limeandikwa discuss, hauruhusiwi kudiscuss na mwenzako wakati swali limeandikwa discuss, si ndio? Kwa hiyo haikuruhusu ufanye kitu na mwenzako
inakutaka ufanye wewe peke yako, yani udai alone upambane wewe peke yako, kama kufa kivyako. Umeona, wakati ukija kwenye maisha ipo hivi, hata Mungu wakati anamuumba mwanadamu alisema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Yani hata Mungu hakumuumba binadamu peke yake, alisema na tumfanye mtu. Tayari kuna wingi. Angeweza sema na nimfanye mtu au na nimfanye mtu kwa sura yangu. Alisema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Kwa hata binadamu hakuumbwa na Mungu peke yake, alikuwepo. Yani kulikuwa sisi tunaamini kwamba kuna utatu mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Wote walishirikiana kwenye kumuumba binadamu, lakini elimu inakutaka kila kitu wewe ukifanya peke yako. Wakati ukija kwenye reality, kwenye maisha, huwezi kufanya kitu peke yako ukasucceed. Hata kampuni tu, kufungua kampuni lazima muwe watu zaidi ya wangapi? Zaidi ya wawili. Kwa hiyo unakuja kuangalia kwamba hivyo ni vitu ambavyo vinapatikana kwenye mfumo wetu wa elimu. Kwa hiyo ukitaka kupata elimu sio mbaya, ila shida ni mfumo. Jitahidi upate elimu ambayo itakuwa na mfumo mzuri wa kukusaidia wewe kufika pale unapopahitaji. Hiyo ni kwamba lazima ujue ni kitu gani unaweza kukifanya. Sawa. Lakini ujinga wanne ambao tumekuwa nao ni tunasema kwamba ni ujinga wa kutokujua ni nini tunatakiwa tuviepuke. Ndio? Yani tumekuwa ni wale vijana, kwa mfano na nataka nichukulie mfano huu. Ukipita mahali ukakuta wameandika kuna mbwa mkali, ndio automatically kama wewe ni muoga wa mbwa itakufanya ufanyeje? Itakubidi ufanyeje? Lazima uondoke. Ukipita mahali wakaandika ukakuta wameandika ni highly inflammable, kwamba lile eneo kuna vitu yani linawahi sana, haitaki vitu ambavyo ni vya moto, linawahi sana kushika moto, si ndio? Kwa hiyo vibiriti, sijui vitu gani vyote, sigara haziruhusiwi, si ndio? Ukipita mahali ukakuta wameandika hii nyumba haiuzwi, si ndio? Haiuzwi kweli, automatically unajua hapa nikiingia nimefanyaje? Nimekula. Wewe mwenyewe utajua kama hapa hauuzwi, maana yake nimekula hasara. Si ndio? Na mtu uuziwe nyumba imeandikwa haiuzwi, uuziwe, maana unajua wewe sasa kuna alert utakuwa nayo kichwani. Sasa leo hii tumekuwa na watu ambao ni sisi vijana, hatujui ni vitu gani tunatakiwa tuviavoid, hatujui ni watu gani hatutakiwi kushirikiana nao. Kwa hiyo sisi kama vijana hatuna yale macho ya kujua ni vitu gani tunatakiwa tuviavoid. Ni watu gani hatutakiwi kushirikiana nao, ni watu gani hatutakiwi kufanya nao kazi, kwa sababu yani uwezi ukawa ndege alafu ukakaa na kundi la kuku ukawa na mawazo ya kupaa. Yani uwezi ukawa ndege ukakaa na kundi la kuku alafu ukawa na mawazo ya kupaa. Kwa sababu gani? Wale ulionao DNA yao haiwaruhusu kufanya kile kitu. Kwa hiyo automatically ukikaa nao wale itakufanya uwe na tabia za wale unaokaa nao. Kwa hiyo ukiwa kama kijana usipoweza kujua kwamba ni vitu gani natakiwa ni avoid, ni watu gani sitakiwi kushirikiana nao, ni watu gani natakiwa kuendana nao, utakuwa ni ujinga ambao hautakusaidia kufikia kwenye malengo yako, hautakusaidia kufikia kwenye mafanikio yako. Na mpaka hapo Mr. Dulla tunakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Kwa hiyo mpaka hapa tumeweza kuona sehemu ya kwanza ambayo inafanya vijana wasiweze kufanikiwa ni ujinga tulionao. Na huo ujinga tumeona huko kwenye sehemu 4, si ndio? Kwa hiyo kipindi kitakachofuata tutakuja kuendelea sasa na kitu cha pili ambacho kinatufanya sisi vijana wa Kiafrika tusiendelee. Yes, kwa hiyo mpaka hapo nadhani tutakuwa tumefikia mwisho. Dulla, kama unaaga wasikilizaji unaweza ukapoka. Mimi naamini ndugu zetu watazamaji, ndio tunawapenda sana. Ndio. Na kama umesikiliza kwa umakini, umesikiliza vizuri kabisa kwa utulivu, naamini umejifunza kitu. Kuna kitu utakuwa umekipata. Kama kijana mwenzetu, mtu mzima, mzee, hii ni kwa ajili ya watu wote. Kuna mtu mwingine amezeeka, hajafanikiwa. Na mpaka leo hakujua ni wapi alikosea. Kwa sababu kuna kitu iko hivi, unaweza ukajiona mimi leo sina hela, mimi leo sina mafanikio, lakini ukipata taarifa sahihi
ukapata maarifa sahihi, hata kama hauna hela sasa hivi, sawa, automatically zile taarifa ulizonazo yale maarifa ulionao yataanza kuivuta pesa na pesa itaona. Kwa hiyo ushauri wa bure kwa vijana, tusijikatie tamaa, tafuta maarifa, tusijilinganishe na watu, tafuta maarifa, ikiwezekana soma vitabu, ndio kuwa mvumbuzi wa vitu, ndio hicho ndio kitu kikubwa. Tunaweza kuongezea nyama hapo kwamba tusiamini sana pesa haiwezi kuja kimiujiza. Yani pesa haiji kimiujiza. Wala mafanikio hayaji kimiujiza. Ngoja nataka nikwambie kwamba yani maombi sio mastaki. Kwa sababu gani? Akija mtume hapa na nabii akakwambia, Dula, kuanzia mwezi ujao utakuwa, anasema mwaka mmoja baada ya sasa utakuwa na mtoto, reka bandara bosarada, si ndio? Dula, usipoenda kutafuta mwanamke huwezi kupata mtoto. Huwezi kufanyaje? Huwezi kupata mtoto. Kwa hiyo hata unabii haujitimizi wenyewe, unabii utatimia. Yes, lazima ushughulike, lazima kwanza wewe mwenyewe ufanyie kazi. Umesikia? Tumekuwa na nani nyingi kwa bara letu la Afrika, unasikia kila mwaka anakuambia huu ni mwaka wako kufanikiwa, huu ni mwaka wako kufanikiwa. Huu ni mwaka, tangu nimeanza kusikia hiyo, huu ni mwaka wa 7 tangu naanza kupambana. Huu sasa utakuwa ni miaka 7 sio na haujafanikiwa. Ni kwa sababu gani? Ile ni process, lakini wewe mwenyewe unatakiwa uingie kwenye yale mafanikio. Wewe mwenyewe unatakiwa uyatokezeshe yale mafanikio. Vijana wenzangu, nadhani tumeelewana. Sisi bwana tunawapenda sana. Mwalimu Leo Mama anawapenda sana. Hii akaunti yetu sisi ni kwa ajili ya kushusha madini. Tuponyane wote vijana, tupone. Wote tuko kwenye safari moja. Wote safari moja. Safari ya tunaelekea kwenye safari ya mafanikio. Kwa hiyo wote tufike mbali, wote tufanikiwe.